Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na kamati kuu yote inatoa pole kwa wananchi wa kata hii kwa kuondokewa na diwani wao. Walitaraji kabisa na haina kificho kwamba diwani huyu angegombea tena na naamini angeshinda tena. Lakini Mwenyezi Mungu ana mipango yake ambayo sisi hatuwezi. Hizo ni salamu. Mimi binafsi Felix nilimfahamu akiwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na alisema hama, ili sitasahau, na hama kurudi CCM kwa sababu yako Kasesera. Na kwa kweli akakubali na akahama, akahamia CCM na akashinda kuwa diwani, na kwa bahati mbaya akafariki akikamilisha kazi yake ya diwani. Nilimfahamu Felix kwa ucheshi muda wote, hata kama anakugombeza ataishia kucheka. Alikuwa na sifa za kibinadamu ambao wachache sana wanazo. Felix Siwaya, hatujui tutumie maneno gani au nitumie maneno gani ambayo yanaweza kuwa tosherezi kwa maisha ya Felix Siwaya. Felix Siwaya, kama mnavyojua, alikuwa diwani wa kata ya Kiwele. Kwa hiyo sisi kama Chama cha Mapinduzi tumempoteza mtu makini, mtu mahiri, mtu mchapakazi, mtu mcha Mungu. Pengo lake kuliziba, tutakuwa na kazi kubwa. Pengo lake hatujui tutaliziba namna gani. Kwa kweli inatia huruma kwa familia, hasa kwa mjane na watoto na mama. Ndugu zangu, kama ambavyo imearifiwa kwamba tumekutana hapa kwa ajili ya msiba wa ndugu yetu Waya ambaye amekuwa kiongozi mwenzetu, amekuwa mwananchi mwenzetu, amekuwa muumini mwenzetu, amekuwa mwanachama mwenzetu. Maisha yake na maisha yetu yamekuwa katika sehemu moja, na hatimaye leo imempendeza Mungu tuweze kumsindikiza. Nakumbuka mara ya mwisho tulikutana mimi na yeye nikiwa kwenye ziara ya kikazi hapa kwenu. Nilikuwa na ziara hapa kwenu na tulitembelea zahanati. Zahanati ile mara ya mwisho nilikuja ilikuwa inasuasua. Tukasema tunaleta fedha. Fedha zikaja, zahanati imekamilika. Lakini baada ya hapo tukaenda kuongea na wananchi kwenye kijiji kinachofuata kule. Na kule kulikuwa na mradi mkubwa sana wa maji ambao alikuwa anauhangaikia, tukapeleka fedha na ukakamilika. Kwa na mkutano mzuri sana na wananchi. Nakumbuka tukiwa na wananchi wa eneo hili la zahanati, nikawa nawaambia, nyinyi mmepata diwani kweli kweli, huyu kweli ni Waya. Wakasema sio Waya, ni Nondo. Huyu anafaa kuwa mbunge kabisa. Kasa mpeni udiwani kwanza, acheni. Tukataniana pale. Wananchi wake ni watu walikuwa wanampenda sana. Alikuwa mtu mnyenyekevu, mtu rahimu sana, mwenye uelewa, anajali, anaheshimu watu, na anazo njia za kuishi na watu wake bila misuguano. Jambo ambalo lilimfanya kuwa ni diwani wa mfano. Akiwa hapa amelala, tumpigie makofi mengi sana kwa utumishi wake. Amefanya utumishi uliotukuka, utumishi